yangu yatakuwa mafupi sana, kwa sababu kulingana na maombi ya jamii ambao tumekuwa pamoja nao, wameomba tusiwe na hadithi nyingi, kwa sababu naibu wa rais, siku ya leo tutakuwa na mazishi 7 ambaye yatakuwa kila mahali, mengine yatakuwa kule sehemu za Kieni, Mathira, Teto. Kwa hivyo tunapomaliza hatutakawia, tutazungumza tu kwa ufupi na tuweze kuendelea. Ikiwa ni hivyo basi, nataka nichukue nafasi hii niseme kama baba county, pigo hili lilikuwa ni kubwa kabisa. Limekuja tu hivi majuzi baada ya miaka 2 ambapo tuliweza tena kuwapoteza wapendwa wetu 11 pale Solio. Na ninapoendelea na mazungumzo hayo, nimemuona pia Vice Chancellor wetu wa Kimathi ambaye yuko hapa, ambaye pia aliathirika kwa sababu moja, alikuwa mwanafunzi wake. Jambo hili, Your Excellency, ni vizuri tuseme kwamba sehemu hii kuanzia pale Mtoni kwenda mpaka pale Golden ni sehemu ambayo huwa na wanafunzi, kwa sababu kuna makazi yako sehemu na sehemu, ambapo hao wanafunzi kwa sababu ya upungufu na saa zingine mnajua uchumi na hali, wanatumia baisikeli kuja shuleni na kurudi. Na katika hali ambayo tumeelezwa jinsi mambo yalivyokuwa, ni kwamba ajali hii ilitokea dereva akijaribu kuhepa kumuumiza mwendeshaji wa baisikeli ambaye tunaamini alikuwa mwanafunzi mmoja wa wale. Tunataka kukuomba naibu wa rais, kwa sababu ya uwezo wenu na serikali, barabara hiyo tuwe na cyclist lane ya hao wanafunzi kutoka pale Mtoni kwenda mpaka Golden na hapo mbele kwa pande zote mbili, ndipo hao wanafunzi wawe because they ride on the road, wawe wakiendelea namna hiyo. Baada ya kusema hayo, janga hili lingekuwa zito zaidi kama watu wafuatao hawangeingilia kati na kutusaidia. Na ni vizuri niwatambue siku ya leo, kwa sababu ulikuwa mzigo mzito na hatungeweza kuendelea pasipo usaidizi ambao tumeupata. Nitaanza na rais wetu Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Wakiwa pamoja nawe, mliweza kutuinua kwa njia hali ya juu sana. Pia kuna PS wetu, PS Alex Wachira ambaye ametusaidia sana, na ndiye huyu PS Anne Wang'ombe ambaye pia aliweza kututumia usaidizi. Na naomba tu nikitaja, kwa sababu nyinyi mko karibu hapa, ningetaka tumuje, wananchi ni wengi pale wawaone Alex, Karo Karugo. Hawa ni PS wetu ambao Mheshimiwa Rais amewapatia kazi, na ninawashukuru kwa sababu walipoenda Nairobi hawakusahau kwamba matatizo tuliyokuwa nayo hapa yanawahusu, na wakatenda jambo hili. Kama wasiomjua, Alex ndiye huyu PS wa nishati na mambo mengine. Tunaye ambassador Balozi Karo Karugu ambaye ni mwenyeji hapa, wengi wenu wanaweza kumkumbuka, alikuwa naibu wa governor wetu. Halafu tunaye Anne Wang'ombe ambaye yuko hapa pia, amesimamia mambo ya jinsia. Wote tunawashukuru kwa dhati kwa sababu mlijitolea. Mungu awabariki na watende mema. Your Excellency, niruhusu nitambue seneta wetu ambaye hayuko katika taifa hili, alikuwa ameondoka kidogo na kwenda nje kwa shughuli za kiserikali, ambaye ni ambassador wetu, ni seneta wetu Wahome wa Matinga. Tuko na pia mama county, tafadhali ni vizuri uje waone vile unanichunga wewe. Hauna matatizo, unachunga mzee si baba county na mama county. Ndiye huyu, tuko na yeye maridadi. Asante sana, naye mama ametusaidia sana. Asante sana, Mungu akubariki. Niruhusu niwakaribishe wabunge wote wakiongozwa na DMM. Tafadhali nifikeni tu hapa. DMM ndio niwatambue hapa. Geoffrey Wandeto, Eric Wamombi, tafadhalini karibuni ndugu zetu.
DG wangu anaweza kutujoin pia, ndio tuweze kuwaona na niweze kuwajulisheni kwao. Wabunge wa Nyeri ni tuko 8, lakini kwa sasa kama nilivyosema, DMM ndiye mwenyeji na ndiye mwenye mahali hapa, na ni vizuri niseme pia yeye ameadhirika kwa wale ambao wametoka Muruguru, ni wake. Tunaye mbunge wa Kieni ambaye ni jirani hapa na pia ni mbunge wangu, Mheshimiwa Njoroge Wainaina, ambaye kwa bahati mbaya ndiye amegongwa zaidi, na wakati ule mwingine pia na yeye aligongwa. Asante. Kuna mwingine ambaye amekuja hapa, jirani wetu, kutufariji. Yeye hayuko katika hayo matatizo, noni utederu uliorija utari muthemere. Huyu nake etagwo Wambugua Wainaina, yeye ndiye mbunge wa Udhaya kwa Mwai Kibaki. Tunaye ndugu yangu Geoffrey Wandeto, wengi hamjamuona hivi majuzi ndiye huyu anaitwa Mheshimiwa Geoffrey Wandeto kutoka Teto. Ameadhirika kwa sababu watatu wametoka kule kwake Gatumbiro na wapi, na tunamshukuru kwa sababu pia naye, na ni vizuri niseme, hao wabunge bado ingawaje walitusaidia kama kamati, waliweza pia kuguza jamii, kwa sababu kila jamii waliwatumia pesa. Kwa mfano kama Njoroge Wainaina kwa kila jamii ya Kieni alipeleka 20,000, pia huyu naye akapeleka kwa zile jamii kule. Asante sana. Huyu naye ni kijana wetu anaitwa Mheshimiwa Eric Wamombi, tumeshirikiana sana. Saa zingine kama simu inakwama namwambia piga, na huyu ndiye mbunge wa Mathira, na yeye pia ameadhirika. Kuna mmoja, sijui kama mliona Pacific Modern hapa, si niliona Pacific Modern huyu wa na unajua wanatoka pale Mathira. Tunaye mmoja ambaye ametoka upande wa Sagana State Lodge. Thank you very much my brother. Halafu ninaye naibu wangu anaitwa, huyu ni elder wa kanisa la Independent Church. Sijui leo sijaona ile kofia yao mrefu hawakufika, lakini huyu ndio David Waroe Kenanire. Tuko pamoja mpaka hapo. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nimesema MCAs nimewatambua. Ningetaka nitambue watu wafuatao, Your Excellency, kwa sababu huenda nisipate nafasi nyingine. Niseme kwamba ingawaje janga hili lilitupata, mambo yangekuwa mabaya zaidi kama wafuatao hawangepatikana. Kuna team ambayo inaitwa Fire and Rescue Team ya County Government of Nyeri. Gari nyekundu ambao mliona ndio walifika pale. Polisi pia walifika, ikawa kuna Red Cross na St. John mnawaona hapa. Tuko na ambulances ambazo zililetwa, tuna program hiyo. Ingawaje rafiki wetu kutoka Kitui ametaja kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuja kutuokoa na kuokoa wale majeruhi na mengine, na wengine wachache wakaweza kuchukua vitu vya wenyewe. Wale wengi walifika wakati ule, Your Excellency, ningetaka nikueleze, walikuja kujitolea. Lile lori lilikuwa limebeba kuni nyingi sana, na ndilo lililalia Nissan, na ndio tuweze kuwafikia waadhiriwa. Kwanza ilitubidi tutoe kuni zote ambazo zilitolewa na wananchi, wakaibeba ile lori ndio isimame, ndio wale ambao walikuwa wanajaribu kuokoa waweze kukata chuma. Kwa hivyo ingawaje kuna wachache kama waliotajwa walichukua simu nini na mambo mengine kama hayo, wale wengi walifika. Ningetaka kuwashukuru kwa dhati kwa sababu mlifanya kazi nzuri sana. Your Excellency, pigo hili halikuwa ndogo. Tumekuwa na psychosocial support ambao tumepewa na Red Cross, the county government wakiwa na counselors, wengine mnaona wamevaa white, wengine ni St. John ambulance. Wote ningetaka niwashukuru kwa sababu walikuja. Mkiangalia upande huu, hatungeweza kuendelea bila hawa watu. Kule manyumbani na huku ambapo tulikuwa, waliendelea kutujenga
kiroho na kutuliwaza, na ningetaka nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na kwa niaba ya Nyeri County niwaambieni asante sana. Mungu wetu awabariki, hasa katika kazi hii tunayofanya. Your Excellency, niruhusu nimalize kwa kusema hivi. Ni vizuri janga kama hili linapotendeka tunajiuliza maswali yale ambayo tungestahili kujiuliza, kwa sababu miaka miwili iliyopita tuliweza kupata yale matatizo tulipata. Baada ya kupata, sasa tumerejea katika shida hii tena. Je, ni nini ambacho tunaweza kufanya ndipo tukaweza ulipoingia hapa siku ya leo umetaja kwamba Gilgil juzi tumekuwa na ajali, kwingine kuna ajali. Kama taifa hatutaki kila siku tunapoteza watu kiasi hiki ambao wangeendelea kujenga taifa. Nimalizie kwa kusema hivi, kuna kamati ambayo ilihusika kwa ndani kabisa katika kazi hii, na popote ulipo ningetaka kukuomba usimame. Wewe ambaye ulikuwa hata akina county commissioner, ngao, mawaziri wa kila mmoja, akina Alex, hawa tafadhali simameni, tafadhali simameni. Asante sana wale ambao mnaona tumeendelea katika safari hii tukiwa pamoja na jamii, na ningetaka kuwashukuru jamii kwa sababu tumeenenda katika safari hii tukiwa kwa pamoja. Ninaomba Mungu awabariki nyinyi wote kwa kila hali. Nimalizie, asanteni. Nimalizie kusema hivi, Your Excellency, nataka kukushukuru kwa sababu umeniahidi tutaweza kwenda kutembelea wale ambao wako katika hospitali ukitoka hapa, ambao ningetaka nijulishe kila mmoja kwamba tulipata majeruhi 6 ambao tuliwapeleka hospitali. Mwanzo hospitali yetu ya rufaa ile ambao ni county referral. Baada ya pale kuna kijana mmoja wa miaka 8 alipelekwa Tomotomo ambaye ametibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Ikawa tena tuna mwingine ambaye yuko outspan, na hao wengine 4 ambao wanaendelea vizuri kulingana na ripoti tunazopata. Nilienda kuwaona, wako pale PGH. Tutaangalia maneno yao jinsi tulivyoangalia wale ambao wameadhiriwa. Na unaporudi Nairobi, tafadhali, unajua watu wengine wanafikiria ni lazima rais afanye mambo mengine mkiwa na yeye. Sio lazima, lakini mliingilia kati mkatusaidia kwa njia ya urefu. Ningetaka ukamshukuru na ukamwambia. Sasa ndugu zangu, ninapowaomba wale 7 watakaoenda kukamilisha kazi ndio watatoka kwanza, waende ndio wamalize yale mambo kule nyumbani. Wale wengine tutarejea pale tulipotoka, na niwafahamishe, mkiangalia pale katika kona hatuna majeneza matatu, kwa sababu mtu wa kutoka Kitui, mtu wa kutoka Machakos na aliyetoka Kirinyaga wote tayari wameenda upande ule, lakini najua jamii ziko, watatueleza jinsi watakavyoendelea. Leo tutakuwa na mazishi, kesho tutakuwa na mazishi, kesho kutwa tutakuwa na mazishi, na mambo yote yatapumzika. Ndugu zangu, nataka niwashukuru na jamii zote ambazo zimefiliwa. Mungu aendelee kuwafariji makiwa. Na kwa hayo mengi na machache, ndugu zangu, mara tena niwashukuru wachungaji, asanteni, kwa sababu nikiangalia saa bado mumepata. Sasa naibu rais ako na dakika 20 za kuongea akitaka, kwa sababu mmeendeleza vizuri. Kwa sasa ndugu zangu na watu wa Nyeri na wageni wote ambao wamefika, nataka tuungane kwa pamoja. Na sijui kama kwaya mumeona nimewashukuru sana ninawashukuru na ninawapenda. Ndarasha, Muiga, ile wanaitwa county choir na wale wengine, you have done an amazing job kuliwaza na kutuliza nyoyo zetu. Mungu awabariki. Na sana waombeni tuungane pamoja tunapomkaribisha naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuja kuzungumza nasi. Asanteni sana.